wamesema kero zao na tumeweza kuzitatua kwa pamoja, kama walivyokuwa wanataka kuzijua na kuingiliwa kwenye maeneo yao. Kama makatibu na wenye viti wameweza kulalamika kwamba kuna watu wanaingia kwenye jumuiya zao na kuchukua jumuiya zao za kamati za utekelezaji bila wewe wenyewe kufahamu jumuiya zao ni nani anawaita, na wenyewe ndio viongozi wakubwa. Waliweza kulilalamikia hili, yeye kama mwenyekiti na katibu wanakuwa hawana taarifa. Baadhi ya wajumbe wao wanaweza kuitwa sehemu wakaenda kukutana na baadhi ya viongozi wanaotaka kutia nia. Kwa hiyo hilo nimeweza kufafanua na kuwaelekeza kwamba wenyewe ni viongozi sahihi na wako kwenye maeneo yao, wanapaswa kufuatwa wao na kutumia utaratibu unaotakiwa ili waweze kukaa kwa pamoja na kuona nini wafanye na jumuiya zao, kwani nao ni viongozi kama walivyo viongozi wengine. Kupitia ukatili wa kijinsia, hili ni letu sisi wazazi. Kwa hiyo sisi huwa tunakwenda kwenye jamii na kuelimisha maana ya ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo ukatili wa kijinsia upo wa namna nyingi. Ni watoto kulawitiwa, ni wa mama kupigwa, na si wa mama, hata kuna wababa wengine wanapigwa na hawezi kusema. Kwa hiyo sisi tunaangalia nani anafanyiwa hivyo, kwa sababu wako wengine hawasemi kwa sababu wanaogopa kusema watakuja kupigwa zaidi na waume zao. Kwa hiyo sisi tunatumia mbinu rafiki ya kuweza kuwa tukishasikia hivyo hatutomsema mtu. Kwa hiyo tunakwenda kimya kimya tuweze kumsaidia yule mtu ili lile suala lisijirudie kwa sababu ya ukatili huu. Na kingine kwa watoto wetu, tunakwenda mashuleni na tunakwenda kutoa elimu hiyo kuhusiana na watoto kulawitiwa. Kwa watoto wa kiume tunatoa elimu watambue maana ya kulawitiwa ni nini, na wanaelewa kabisa ni mwanaume kumwingilia mwanaume mwenzake. Kwa hiyo tunapiga marufuku na tunatoa athari zake baadaye, na watoto wanatujibu, na kwa hiyo tunajua hapa hii elimu imefika. Na baadhi tukikuta kama shule zinafanya hivyo, tukiibua watu kama hao, hatutoendelewa nao hao wanafunzi kwa sababu watazidi kutuharibia na watoto wengine. Itabidi tuwasimamishe, wabaki watoto ambao ni salama, kwa sababu hili jambo ni baya. Hali ikoje kwa wilaya ya Bagamoyo hasa kata ya Zinga katika swala zima la ukatili wa kijinsia? Kwa kweli kwa kata ya Zinga mimi sikusikia swala kama hili. Labda kata nyingine niliweza kushuhudia kusikiliza kesi kama hiyo, lakini kwa Zinga sikupata kesi yoyote ya kuhusiana na ukatili wa kijinsia. Kwa muda huu nilofika mimi sikujua kama huko nyuma ulikuwa na hilo, lakini kwa hapa nilipofika mimi mpaka nifikie miezi sikusikia lolote. Na malezi wanakwenda shule na wananiletea taarifa nini kinaendelea na jamii nini kinaendelea. Sikupata taarifa yoyote ya ukatili. Nini mikakati ya jumuiya sasa? Mikakati ya jumuiya kama hivi kwenye matawi nishawapa elimu na nishawashushia miongozo. Wao wanatambua kazi zao ni zipi, kwa sababu kwenye matawi walikuwa hawatambui, katibu malezi hatambui kazi yake ni ipi. Nimeweza kuwaambia kazi zao ni zipi. Kwa hiyo mambo ya watoto hawaendi shule ni wenyewe wanafika na kuangalia watoto wanaobana huko mitaani ni watoro, wenyewe ndio wanatakiwa kuwatoa wale watoto na kuwapeleka shule na kwenda kuwaambia wazazi kwamba kuna watoto ambao hawafiki shule. Hilo ni jukumu letu, na kwenda kujua watoto wetu wana shida gani katika shule. Nia na madhumuni ya kikao hiki kwanza ni kukutana, kubadilishana mawazo, la kwanza. La pili pia kujenga na kuona kwamba jumuiya imefanya nini ndani ya kipindi 24 mpaka 25 mpaka pale kufikia. Jumuiya ya wazazi kwa mwaka huu 2025 imeweza kufanikiwa kupeleka matofali 1000 kule kwenye hospitali ya Kondo, lakini pia imepeleka mifuko ya saruji 20 katika hospitali hiyo ya Kondo. Lakini lingine ambayo jumuiya ya wazazi imeweza kufanya, imejenga choo cha shule ya msingi ni thamani ya milioni 3.5. Lakini kingine ambacho imeweza kufanya kupeleka vifaa mbalimbali ya yatima. Lakini kingine pia ambacho imeweza kufanya kupeleka shule ya msingi Zinga vifaa vya michezo, lakini pia bendera ya taifa. Bendera yao ilikuwa na shida. Kwa kufikia hapo kusema kwamba jumuiya ya wazazi kata ya Zinga tumejipanga na bado tunaendelea kujipanga, lakini tumeitana pia ili matawi yote 8 ili kujua changamoto na nini tunaweza kufanya ndani ya kata yangu. Na madhumuni makubwa ndani ya kata yangu kwa sasa hivi nataka kuweka kama walivyozungumza wajumbe, wanahitaji miradi, kila tawi nataka mradi.
na mimi tayari kwenye kila tawi sasa nasema nitawapatia mradi ambao wanaotaka, na nimewaomba kwamba waseme, waandike kwa muhtasari pamoja na majina ya wale wote ambao ni wahusika kwenye matawi yao, ili tuweze kufanya zoezi la kuwasaidia watu wa matawi. Na kipindi hichi tunakwenda ni kipindi cha uchaguzi. Kipindi cha uchaguzi hichi ni kipindi chenye kushani ya mambo mengi, lakini pia tunaweza kuwaomba watu kuweza kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya upigaji wa kura inapofika Oktoba. Naamini kwamba kwenye kata ya Zinga sisi kama jamii ya wazazi, sisi hatuna upinzani, hapa kwetu tunapita. Changamoto ya ukatili wa kijinsia, na changamoto hiyo ni changamoto ambayo kweli ipo, changamoto ambayo tunaweza kufanyia kazi, lakini pia kwa sasa hivi taarifa hii tuliipata sio taarifa nzuri. Kwa hiyo nitakachokifanya mimi kama mzazi, ni lazima tawasiliana na mkuu wa kituo, lakini pia tutafika kwenye shule hizo. Hizi shule zote lazima tupite. Ndio maana kufanya wiki ijayo nataka kufanya ziara ya matawi. Maana kila shule lazima ifike kwenye shule nijue changamoto. Pale tunapoona changamoto hii imezidi zaidi, watahusika kwa ajili ya kusimamia hilo zoezi, kwa sababu tayari tunataka tudhibiti hilo zoezi la watoto wengine wanakaa mbali na kuna pori wanakopita. Kwa hiyo mtu kumfanyia ukatili ni kitu cha kawaida sana, kwa sababu anakuwa yuko peke yake. Kwa hiyo zoezi hilo tunalifanyia kazi ili tuweze na kufuatilia kwa ukaribu na kukaa na vikao na walimu, na pale ninapowauliza tunavokaa kwenye vikao, walimu wanasema kwamba ukatili wa kijinsia sasa hivi umepungua asilimia nyingi sana, yani zimebaki asilimia ndogo. Kwa sababu kubwa ni kwamba watoto wanapewa elimu sana mashuleni, na watoto sasa hivi wanajitambua, yani wanajua kabisa kwamba hiki ni kitendo kibaya. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hilo. Nimepita mashuleni, hata shule ya sekondari Zinga pia nimepita, wamenihakikishia kwamba ukatili wa kijinsia sasa hivi umepungua. Sisi kama chama, kazi yetu kubwa ni kuita vikao na kuelimisha watoto na wanawake pia. Hata watoto mitaani kuna wakati pia huwa tunakaa nao kwa ajili ya kuwaelimisha. Na ukizingatia wakati mwingine tunatumia mbinu za kuwakusanya kwa kucheza mipira jioni, baada ya mipira tunawakalisha na kuwaelimisha juu ya ukatili wa kijinsia.